kuficha ukweli. Karo amekufa juu ya haki ya vijana wenye alikuwa anatetea, na maskari ndio wanajua kitu wenye imefanyika. Kulingana na mkurugenzi wa uchunguzi wa makosa ya jinai, mwili wa mwanaharakati aliyekuwa akipinga ukiukaji wa haki za binadamu, Caroline Mwatha Ochieng, ulipatikana katika mochari ya jiji la Nairobi. Mwili huo ulikuwa umeandikishwa kwa jina la uongo, na uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kifo chake kilihusiana na matatizo yaliyotoka baada ya operesheni ya utoaji mimba iliyoendelezwa kwenye kliniki fulani. Somebody somewhere somehow attempted to either dismember the fetus and then remove some parts, because the upper limb, the whole of it is not there. Some parts of the bones of the skull are not there, and there is quite a lot of blood there, and she's very pale. Otherwise, we also find some needle puncture marks on the left, on the right cubital fossa, meaning that there was some medical intervention somewhere, and I don't know. We have taken some test specimens. We see what kind of medicine that maybe was injected. Watu kadhaa wakiwemo wafanyakazi wa kliniki hiyo na washirika wa kudhaniwa walikamatwa na polisi. Uchunguzi zaidi bado unaendelea hadi leo, lakini kisa hiki kinachozungumziwa kwa ukimya kinaibua hofu sana. Kifo cha Karo wafuatilie, watuonyeshe ukweli uko wapi, sababu hapa mortuary legislation wanavuta kutoka asubuhi. Tuliitwa Mburuburu na wanajua Karo amekufa na tunadanganywa huko. Tunaweka tunaandikishwa statement na tumeandika zingine Dandora. Tuna confusiwa ndio waendelee kutengeneza kuku hapa. Kisa kilichoibua hisia za jamii ya Kenya na kueneza shaka hadi kote duniani. So demanding that the Inspector General sets up an independent inquiry into this death, because it is not a normal, what you would call a normal death. Je, kifo cha Caroline Mwatha kilikuwa ajali tu au ni kuuawa kwa makusudi? Kilichofichwa kwa hadithi iliyotengenezwa kwa uangalifu mkubwa na baadhi ya watu serikalini. Alisimama dhidi ya ukatili, akazungumza kwa niaba ya wasio na sauti, hadi siku moja alipofifia ghafla. Caroline Mwatha hakuwakilisha tu jina. Kwa jamii yake ya Dandora alikuwa matumaini. Kama mwanachama mwanzilishi wa kituo cha haki za jamii cha Dandora DCJC, alikabiliana na hatari kila siku, akifichua mauaji yasiyo rasmi yanayofanywa na baadhi ya maafisa wa polisi. Kazi yake ilihusisha kurekodi majina ya waathirika, kufuatilia familia na kuwasukuma maafisa kuwajibika. Marafiki wake walimuita Carol, lakini kwa mamlaka alikuwa tatizo kubwa sana. Licha ya kuwa mama wa mtoto mmoja na kuishi maisha ya utulivu nyumbani, kazi yake ilimweka hatarini mara kwa mara. Alirekodi kesi kama ile ya mauaji ya vijana wa Dandora iliyojulikana sana. Kila skendo aliyochunguza ulimletea karibu na giza la mfumo wa usalama wa Kenya. Utetezi wake pia ulikuwa chanzo cha vitisho, simu zisizojulikana, kufuatiliwa kila alipokuwa, na uangalizi wa karibu sana. Yote yakawa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Lakini hakukatisha tamaa. Aliendelea kwa bidii katika dhamira yake ya kuhakikisha haki kwa vijana waliouawa Nairobi na katika makazi duni. Wenzake wanamkumbuka kama mwanamke mwenye shauku na moto wa haki. Aliweka rekodi kwa umakini mkubwa, akilinganisha kila taarifa, na hakuwahi kuogopa kukabiliana na maafisa wa polisi hadharani. Uaminifu wake haukuanzia tu kwa kile alichosema, bali jinsi alivyosema, na akithibitisha ukweli wake kwa ushahidi. Mnamo Februari tarehe 6 mwaka wa 2019, Caroline hakufika kazini tena, na hapo ndipo shida ilipoanzia. Asubuhi hiyo alitarajiwa kufika katika kituo cha haki, lakini hakuwapo.
Simu yake iliketi kimya, mteja. Wenzake walihisi mara moja kuwa jambo si la kawaida. Caroline alikuwa mtu wa kuhifadhi wakati, kila mara akijibu simu yake kwa haraka. Jioni hiyo, baba yake alitembelea nyumba yake na kuipata imefungwa. Majirani walisema hawakumwona tangu jioni ya awali. Simu yake haikujibiwa na hofu ya ajabu ikaanza kumchukua mumewe aliye sehemu za Dubai, akijaribu kumtafuta bila mafanikio. Ndani ya masaa machache, ripoti rasmi ya mtu aliyepotea ilifunguliwa. Picha zake ziliwekwa kwenye mabango, kampeni za mtandaoni zilizinduliwa, na wanaharakati wenzake walijitokeza kuhamasisha watu. Shinikizo liliendelea kuongezeka, lakini polisi walitoa taarifa chache sana. Siku zikapita bila taarifa mpya, na kila siku ya kimya iliongezea mashaka ya uvumi. Je, alikuwa ameibiwa? Je, kifo chake kilihusiana na shughuli zake za utetezi? Wanaharakati wenzake wa haki za binadamu walidai hatua ya haraka. Walidhani serikali inaweza kuwa na uhusiano katika kutoweka kwake. Mwili wa Caroline Mwatham ulisafirishwa kutoka mochari ya City Mochari jijini Nairobi hadi Umash Funeral Home kwa uchunguzi wa kina baada ya wafanyakazi wa jiji kuanza mgomo. Serikali pamoja na wataalamu huru walikuwepo wakati wa uchunguzi hiyo. Wanaharakati walijiunga na maaskari waliokuwa wakiuweka mwili wa mwenzao kwenye gari la usafirishaji. Hata hivyo, katika pilika hiyo, gari la polisi liligonga kiongozi mwingine wa haki za binadamu, Winnie Obure, barabara ya Mbagathi, kisha kuondoka haraka na kuwaacha watu na ghadhabu nyingine ya ziada. Siku 6 baadaye, ukweli, au angalau kile kilichoonekana kuwa ukweli, ulianza kuibuka kutoka mochari ya jiji la Nairobi. Mnamo Februari tarehe 12, DCI ilitangaza kwamba mwili wa Caroline ulikuwa umepatikana, ukiwa umewekwa mochari chini ya jina Caroline Mbeki. Mshtuko ulikuwa mkubwa. Familia yake ilipigiwa simu, wenzake waliarifiwa pia. Hali iliyokuwa ya kushangaza, jinsi mwanamke aliyepotea anaweza kumalizika kutambulika vibaya kwa takriban wiki moja. Ripoti ya awali ilidai kwamba alifariki kutokana na operesheni ya utoaji mimba isiyo halali. Fitasi yake pia ulikuwa umewekwa kwenye kontena tofauti kwenye mochari hiyo hiyo. DCI ilisisitiza kuwa hakukuwa na sakata ya kuficha ukweli. Kwa mujibu wao, Caroline alikuwa amejaribu kufanya utoaji mimba mwenyewe, lakini jambo lilikwenda mrama kwake. Wafanyakazi wa kliniki hiyo walitokea kuogopa badala ya kuripoti kifo chake, na walijaribu kuficha tukio lenyewe, lakini wengi hawakuamini. Wakati masharti na simulizi zilikadiria kuwa zote zilikuwa zimepangwa kwa makini. Jamii ya kiraia Kenya ilitokwa na hasira. Serikali ilitoa maelezo kwamba kifo kilitokana na makosa ya matibabu, lakini wachache waliamini kauli hii. DCI ilitoa mlolongo wa matukio. Moja, Caroline aligundua kuwa alikuwa mjamzito Januari mwaka wa 2019. Akihofia kuharibu ndoa yake, aliwasiliana na mtu aitwaye Expande Gitau, aliyeaminika kuwa baba wa mtoto huyo. Kisha Gitau aliandaa utoaji mimba kupitia rafiki aliyempeleka Caroline kwenye New General Clinic Dandora. Mnamo Februari tarehe 6, aliripoti kliniki hiyo. Kitu kilikwenda mrama. Alianza kuvuja damu kwa wingi. Wafanyakazi hawakuweza kumuokoa. Hofu ilitanda. Badala ya kuripoti kwa mamlaka, wafanyakazi kwa msaada wa Gitau walichukua mwili na kuusajili mochari chini ya jina la uongo. Watu 6 walikamatwa hatimaye, wakiwemo Gitau, wafanyakazi 2 wa kliniki, muuguzi wa mochari na mmiliki wa kituo cha kliniki. Lakini familia ya Caroline ilidai kuwa kitendo hicho hakikufaa kwa tabia yake.
Kwa nini angefanya hivyo kwa siri? Kwa nini asingesema kwa mtu yeyote? Hii si maisha ya binti yangu, alisema baba yake Peter Mwatham, huku akisisitiza kwamba binti yake hakuwahi kuwa mpumbavu. Maisha yake yote yalijengwa kupigania haki, si kuficha siri. Aliamini kuwa jambo la uovu zaidi lilitendewa mwanawe. Wenzake pia walikubaliana. Walidai Caroline alikuwa chini ya uangalizi mkali kabla ya kutoweka kwake. Wengine hata walisema kwamba alitaja vitisho wiki chache kabla ya kifo chake. Jamii ya kiraia ilidai kutaka uchunguzi ulio wa huru katika kifo yake. Walikuwa na wasiwasi kwamba mwanaharakati aliyeheshimiwa alikuwa ameuawa na kifo chake kiliundwa upya ili kulinda watu wenye mamlaka serikalini. Mtaalamu huru wa tiba aliyeajiriwa na familia, forensic analysts, alithibitisha kuwa kulikuwa na kuvuja damu kutoka kwenye uterus iliyovunjika, jambo lililolinganisha na operesheni ya utoaji mimba. Hata hivyo, vidonda kwenye viungo vya miguu vilionyesha uwezekano wa kizuizi au kufungwa kwa utumbo wake. Lakini ni ripoti gani iliyo kweli? Ni nani Alexander Chitau, mtu aliye katikati ya uchunguzi huu? Alexander Chitau, aliyechukuliwa tuhuma kama mshirika wa Caroline na baba wa mtoto aliyekuwa tumboni, alibadilika kuwa mtu muhimu wa uchunguzi wa kesi hii. Ila alikanusha kuhusika na kifo cha Caroline, lakini alikiri kumsaidia kutafuta huduma ya utoaji mimba. Marafiki baadaye walimkumbuka Caroline kama mtu wa utulivu, lakini uchunguzi ulionyesha picha ngumu zaidi. Uvumi ulionyesha kwamba uhusiano wake na Alexander Chitau ulikuwa mgumu, uliojaa siri na shinikizo. Kukamatwa kwa Chitau kuliibua mjadala mikubwa ya umma. Je, alikuwa akilinda mtu mwingine? Je, alikuwa na siri zaidi ya kufichua? Hadi leo hakuna mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake kwa kuhusika na kifo cha Caroline. New Njoro Clinic, sehemu ambayo Caroline hakutarajiwa kuhusika nayo, ilikuwa inafanya kazi kinyume cha sheria. Imefichwa katika maeneo duni ya Dandora. Haikuwa na leseni halali wala madaktari waliosajiliwa, lakini bado iliendelea kufanya taratibu za kliniki. Wafanyakazi wa kliniki awali walikataa kufanya kosa lolote, lakini shinikizo kutoka kwa polisi na umma uliwalazimisha kukiri kwamba walitupa mwili wa Caroline ili kuepuka kugunduliwa. Mmiliki wa kliniki hiyo alitoweka muda mfupi baada ya tukio lenyewe. Swali linalobaki, ni nani mwingine alihusika? Je, hili lilikuwa kosa la kibinafsi la uzembe au sehemu ya mtandao mkubwa zaidi? Kifo cha Caroline kilichochea wanaharakati wa Kenya. Haki ilihitajika. Lakini je, ilitolewa? Mashirika ya kiraia yaliandaa misa ya kumbukumbu na maandamano yakitaka uwazi katika uchunguzi. Walihofia kwamba kifo cha Caroline kilikuwa ishara ya kumficha na kumnyima sauti. Mashirika ya haki za binadamu yalihimiza jamii ya kimataifa kuangalia, yakionya kwamba ushirikiano ya serikali katika ukiukaji wa haki za binadamu lazima umalizike. Lakini majibu rasmi yalibakia hafifu na mara nyingi yakapingana, jambo lililopunguza imani ya wananchi. Jinsi jinai hii ilivyosimuliwa iliathiri maoni ya umma. Lakini je, ilisema ukweli wote? Uchapishaji wa vyombo vya habari ulikuwa mchanganyiko. Baadhi yalisisitiza hadithi ya utoaji mimba. Mengine walionyesha utetezi wake na jaribio la serikali kuficha ukweli. Mitandao ya kijamii ilijaa nadharia za njama na matakwa ya haki. Simulizi ikageuka kuwa polari.
ikimgeuza Caroline kutoka mwanamke wa utulivu hadi ishara ya ukosefu wa haki, mifumo iliyovunjika na maswali yasiyo na majibu. Miaka baadaye, uchunguzi bado haujakamilika. Maswali bado yapo, mafungu kadhaa yalifanyika, lakini hakuna aliyefungwa kwa mauaji. Uamuzi rasmi bado ni kifo kutokana na matatizo yaliyotokana na operesheni ya utoaji mimba. Familia na wanaharakati wanaendelea kushinikiza uchunguzi huru na kamili, wakibainisha mapengo na kutokubaliana katika taarifa. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yamekuwa yakifuatilia kesi hii, lakini haki bado inabaki kuwa changamoto. Kisa cha Caroline Mwatha inatufundisha kwamba mara nyingine kutafuta ukweli ndiko kikwazo kigumu zaidi kwa wote. Kifo chake kinaonyesha hatari inayowakabili wale wanaothubutu kulifichua ukweli nchini Kenya. Urithi wake unaishi kupitia kazi ya wanaharakati wanaoendelea kupigania kutokuwepo kwa adhabu. Simulizi lake linatupatia changamoto ya kuuliza maswali. Je, tunakubali hadithi zilizopangwa kwa urahisi? Je, tunatafuta ukweli hata katika hali ambayo siyo ya raha? Mwisho wake linawatahadharisha wanajamii wote. Tusimame na kushuhudia kwa upande wa walinda haki kabla ya sauti nyingine kufutwa milele.